tuombe. Yesu na Mungu wetu unayeketi mahali pasipo mbinguni, jina lako takatifu litukuzwe Bwana. Masaa ya asubuhi tuende mbele zako, tunasema asante kwa uwepo wako na wema wako ulikuwa pamoja nasi, umetulinda kwa muda wa siku 6, na leo ni siku ya Sabato takatifu. Bwana na binti zako tumejidhihirisha mbele zako katika kanisa lako takatifu, ili kwa kusudi moja tu la kuabudu katika Sabato leo. Tunaomba uongozi wa Roho Mtakatifu uweze kuwa pamoja nasi tunapokuwa katika ibada ya Sabato leo. Bwana, tunaomba kila mmoja wetu tukapate kibali kinachofa maneno na mafundisho yatakayotolewa na watumishi wako katika Sabato leo yakaweze kuleta matumaini katika safari yetu ya kwenda mbinguni. Tutendee sawasawa na mapenzi yako, lakini pia tunaweka wenzetu ambao wako njiani wakiongea katika hekalu hili kwa ajili ya kuabudu katika Sabato leo. Tembea pamoja nao na hatimaye tukalimweke wote wapate kubarikiwa pamoja. Tunaomba na kuamini machache kwa jina la Yesu, amen. Kuitwa kupitia machungu. Jamani, karibu sana mtumishi wa Mungu, na anatuletea somo la utume, anaitwa Sofia Mtakasimba, Mrs. mzee wa kanisa. Karibu sana mama Gadi. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Leo ni Februari 14, tuko somo la 7 ambalo lina kichwa kisemacho kuitwa kupitia machungu. Jina langu ni Milo. Ninatokea katika kisiwa cha kuvutia cha Samoa kilichoko bahari ya Pasifiki Kusini. Kukua kwangu hakukuwa rahisi. Nilishuhudia mahangaiko mengi ambapo baba yangu alihangaika na pombe, na mara nyingi mimi na ndugu zangu tulikuwa katika mazingira ya hofu na mchanganyiko, kwa sababu baba yangu alikuwa anampiga sana mama yangu. Nilipokuwa nikikua, mara nyingi nilijikuta na kuuliza Mungu maswali mazito sana. Je, kuna kesho kwa ajili yangu? Je, na kusudi? Niliendelea kumwambia Mungu kwamba nipo tayari kusikiliza, nipo tayari kufuata. Niliomba, nikalia kwa ajili ya hilo. Hata hivyo, kulikuwa na kitu kilichoendelea ambacho kilikutia karibu zaidi na yeye. Nilianza kuhudhuria mafundisho ya Biblia na siku ya Jumatano pamoja na kwenda kanisani siku ya Sabato. Katika hatua hiyo, mama yangu akawa nguzo yangu. Ingawa naye alikuwa anapitia maumivu pamoja na mateso, alibaki kuwa imara. Kwa kila siku alisisitiza kwamba nifanye jambo ambalo lilikuwa sahihi. Hakuwa ameniruhusu kuhudhuria makambi au shughuli za kanisa nilipokuwa mdogo, lakini sasa jambo lisitarajiwa lilitokea. Alipojua kuhusu kongamano la vijana la mwaka 2024 huko Samoa, alisema unapaswa kwenda. Nilishangaa. Aliniambia kongamano hili lingebadilisha maisha yangu, lingefanya niwe mtu bora zaidi. Maneno yake yalinigusa moyoni, na kwa sababu ni hekima kubwa niliyokuwa nayo kwake, niliamua kujisajili kwa ajili ya kongamano hilo. Kabla ya kongamano kuanza, nilianza tena kuomba. Safari hii niliomba Mungu ishara. Niliahidi kujua kama kweli alikuwa na wito kwa ajili yangu. Niliomba Mungu anisaidie nijue, je, nina wito gani kwa ajili yake. Wakati wa kipindi kimoja, mwasilishaji aliuliza kama kuna mtu yoyote angetaka kujitolea kwa mwaka mmoja kwa ajili ya huduma ya umishinari. Wakati huo nilihisi kitu chenye nguvu moyoni mwangu. Nilijua ni Mungu anataka kufanya kazi na mimi. Hatimaye alikuwa akizungumza na mimi. Nilijiandikisha kwa wazi kwa ajili ya kazi ya umishinari. Ndipo nikatambua ya kwamba miaka yote ya ukimya huo wa Mungu haikuwa kukataliwa, bali Mungu alikuwa ananiandaa. Lakini wakati kila kitu kilipoonekana kuwa sawa, jambo kubwa lilitokea. Kabla ya mimi kusafiri kwenda chuo cha Fulton kwa ajili ya mafunzo ya umishinari, kaka yangu alifariki. Tulikuwa tumeishi miaka 16 pamoja, na ghafla akatoweka. Ilionekana kama kisu kimepenya moja kwa moja moyoni wangu. Nilivunjika moyo, nilipoteza tumaini. Nilihisi kama nimeshindwa kwa sababu sikuwepo kwa ajili yake. Nilihisi kutokuwa na msaada kabisa kwenye maisha ya baba yangu. Ni wakati huo ambapo mama yangu alinijia tena. Hata katika maumivu yake alinikumbusha kuhusu wito ambao Mungu alikuwa ameweka maishani mwangu. Maneno yake yalinipa nguvu tena. Niliweza kuhisi Roho Mtakatifu akifanya kazi ndani yangu, akiniongoza, akininyanyua tena wakati ambao siwezi kujibeba mwenyewe. Sasa nataka
kuzungumza na yeyote ambaye anapitia jambo lenye maumivu au lenye mashaka. Usikate tamaa. Adui anataka ubakie bila tumaini, umevunjika moyo ama umepotea, lakini Mungu bado anafanya kazi hata katika ukimya. Anakutayarisha kwa ajili ya kitu kikubwa zaidi. Endelea kuomba, endelea kuamini na endelea kusikiliza. Wito wa Mungu unaweza usije kwa wakati ambao wewe unatarajia, lakini unapokuja utajua na hutahitaji kama kusema na hautaita kama, bali utasema ndio kwa Mungu. Yesu aliwahi kusema kupitia kitabu cha Mathayo 5:10 kwamba heri wenye kuadhibiwa kwa ajili ya haki, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Shikilia ahadi hiyo. Mungu watunza watu wake. Sasa sehemu ya sadaka ya Sabato ya 13 ya robo ya kwanza ya mwaka 2023 ilisaidia kutoa Biblia 15,000 na miongozo katika visiwa
Ni somo la 7 lenye kichwa cha habari kinachosema muda ni mali ya Bwana. Fungu elekezi ni Wakorintho 14 fungu la 40. Lakini mambo yote na yatendeke kwa uzuri na kwa utaratibu. Mungu ametupatia zawadi kubwa ya muda tofauti na mali. Muda hauongezeki ukipotea wala hauwezi kurudishwa. Shule ya Sabato si sehemu ya kujumuika tu, bali ni ibada na darasa la neno la Mungu, ambapo watu hukutana na kujifunza kwa kina neno la Mungu, ambalo ni hazina ya maarifa ya uzima wa milele. Muda ni rasilimali ya thamani ambayo Mungu anatupatia kwa usawa, lakini tunawajibika kuutumia vizuri. Ikiwa tutapoteza dakika chache kwa kutoweka mipango vizuri, tunapoteza nafasi ya kufundisha, kushuhudia na kumwinua Kristo. Ukichelewesha au kupoteza muda, unaathiri ratiba na ushiriki wa kila mtu. Zipo sababu mbalimbali zinazochangia kupoteza na kuharibu muda wa shule ya Sabato na ibada kwa ujumla, kama kuchelewa kuanza kwa darasa la walimu, ratiba zisizopangwa vizuri. Wakati fulani wahudumu wa shule ya Sabato wamekuwa wakichaguliwa siku hiyo hiyo ya Sabato ili wahudumu kwenye shule ya Sabato. Jambo hili linawafanya kutokuwa na maandalizi ya kutosha na yaliyo bora, na kwa kufanya hivyo masomo yanafupishwa. Pia kumekuwa na kawaida ya kusema mioto mingi kwenye shule ya Sabato. Mfano, mwenyekiti anaweza kusema mioto takribani 6. Tukumbuke moto wa shule ya Sabato ni mmoja tu, nao ni shule ya Sabato ni moyo wa kanisa unaodunda barabara. Mwenyekiti kutamka mioto mingi huchukua muda mwingi na programu zingine. Kila kipengele cha kazi ya Mungu kinapaswa kufanywa kwa utaratibu na wakati, maana muda ni mali ya Mungu. Mungu awabariki sana. Tuweze kusikiliza taarifa ya shule ya Sabato iliyopita ambayo inasoma kwetu na Naomi Lameck. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tusikize taarifa ya tarehe 7 mwezi wa pili mwaka 2026. Washiriki wa shule ya Sabato walikuwa 317, jumla ya vikosi 10, mahudhurio pamoja na wageni 317. Darasa la walimu lilianza mnamo saa 2 dakika 9 likiwa na jumla ya walimu pamoja na washiriki 8 na ombi kutoka kwa Melkizedeki na wimbo namba 3. Ilipofika saa 2 dakika 22, walimu wa darasa la Bobea waligawanyika kwenda kujifunza lesoni yao wakiwa jumla ya walimu 3. Darasa la walimu lilifungwa mnamo saa 3 dakika 1 ikiwa na jumla ya walimu, wakurugenzi, makarani na wazee wa kanisa 15. Kipindi cha uimbaji kilianza mnamo saa 3 dakika 8 ikiwa na jumla ya watu wazima 34 na watoto 23. Shule ya Sabato ni Barini. Kipindi kilianza mnamo saa 3 dakika 13 ikiwa na jumla ya watu wazima 192 na watoto 43. Siku hiyo tulihudumiwa na chama cha Amo kanisani. Kwaya iliyohudumu siku hiyo ni Amo na Dorcas. Kipindi kilihitimishwa mnamo saa 3 dakika 49 kikiwa na jumla ya watu wazima 73 na watoto 94. Mgawanyiko wa vikosi: 0 hadi 3 walikuwa 34, 4 hadi 6 walikuwa 24, 7 hadi 9 walikuwa 29, 10 hadi 12 walikuwa 40, 13 hadi 14 walikuwa 38, 15 hadi 18 walikuwa 23, furaha na ubatizo walikuwa 21, darasa la magodi walikuwa 67, darasa la Melkizedeki walikuwa 34 na darasa la Kinkoro walikuwa 9. Huduma yangu kwa Yesu: waliotembelea kwa kusudi la Injili walikuwa 4, mafundisho na mahubiri yaliyotolewa 2, roho zilizoongolewa zilikuwa roho 2. Huduma kwa jamii: waliosaidiwa walikuwa 38,
nguo zilizotolewa nguo 11, fedha na thamani ya chakula 74,900. Usomaji wa lesoni na Biblia. Waliosoma lesoni kwa mpango mtu mmoja kanisa zima, waliosoma lesoni deposi kwa mpango watu 5, waliosoma lesoni kwa njia ya mtandao mtu mmoja, waliosoma Biblia kwa mpango hakuna, waliosoma kesha urao na ubii kanisa zima watu 8, waliosoma lesoni za watoto pamoja na watoto wao 31, waliokariri fungu kuu watu 2, waliokuwa na mwongozo wa kujifunza Biblia yaani lesoni kwa kanisa zima watu